vya damu na nyama. Umeelewa hiyo? Maana yake ni nini? Ni kwamba ili nitoke kwenye damu na nyama, sharti niseme Baba, katika jina la Yesu, sharti nifunge, sharti niombe. Kuomba na kufunga ninakuwa ninahama kutoka kwenye mwili, ninaingia kwenye ulimwengu wa roho, na ninamwambia Mungu, shughulika mwenyewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana akupe roho hiyo ya kujipigania mwenyewe, akupe roho uwe ya kwamba Mungu ni mkubwa na umruhusu afanye kazi yeye mwenyewe kwa jina la Yesu. Ukimruhusu akafanya kazi yeye mwenyewe, anatambua kwamba mwanangu ananitambua nilivyo na nguvu. Na ndio maana wakati nyingi, wakati mwingi tumekuwa wakati mwingine tunajipigania wenyewe, na wakati kujipigania wenyewe tunashindwa. Yehoshafati angesema nalipanga jeshi lao bila kwenda rohoni kuisha habari yake. Ungesikia tungekuwa tunasoma taarifa nyingine hapo. Lakini atukuze Mungu, Mungu akupe akili kama huyu mfalme kwa jina la Yesu. Mungu akupe akili kwa jina la Yesu. Mungu akupe akili unapokutana na jambo lolote, uende katika ulimwengu wa roho, umwambie Mungu, mimi siwezi. Kwa mfano, tusome ngapi? Nisomee mstari mstari ule wa 12. Mstari wa 12 anasema hivi, nisikiliza, anasema Mungu wetu, je, wewe hutawahukumu? Kwa kuwa sisi hatuna uwezo. Mesikia point. Kwa kuwa sisi hatuna uwezo na kukabiliana na jeshi hili kubwa linalokuja kutushambulia. Sisi hatujui la kufanya, bali macho yetu yanakutazama wewe. Haleluya. Sisi hatuna la kufanya, bali macho yetu yanakutazama wewe. Ni ishara ya kumwambia tunajiondoa kwenye vita hii. Mungu, tunaomba ushughulike. Tunajiondoa kwenye matatizo haya. Mungu, tunakabidhi hiyo vita. Na ndio maana maandiko yanasema Mungu alipoona wamenyenyekeza kwa namna hiyo, maandiko yanasema katikati ya kundi lile akatokea na mmoja akasema, msiogope. Haleluya. Msiogope, vita si yenu, bali vita ni ya Bwana. Vita si yenu, manake tayari imeshaama kutoka kwao. Tayari Mungu amejikabidhi hiyo vita. Haleluya. Ninatamani Mungu mkabidhi hiyo vita yako kwa jina la Yesu. Mkabidhi hiyo vita. Unamkabidhije? Unapomaanisha kuomba na kufunga. Unaona, na pia anatokea anasema, asife moyo mtu hapa, vita hii si yenu tena. Haya, ninaitamani point. Yaani maana yake Mungu anasema, wanangu, kaeni pembeni. Kaeni pembeni. Hii Bwana anajua mimi mwenyewe. Hii vita naikamata mimi mwenyewe. Hivi Mungu akikwambia hiyo na wewe unaanza kufurahi kabisa. Mungu anaenda kunipigania. Haleluya. Mungu akikwambia, dada wewe, yaani wewe tulia. Yaani Mungu anakwambia, Mungu aliyeumba mimi, wewe tulia. Mimi hiyo vita niachie mimi. Hivi utakuwa unajisikiaje na wewe? Utakuwa unajisikia no. Kwa sababu Mungu iwe vita yake. Kwa hiyo tunaanza kuona, maana pointi ya kwanza nimesema, maombi ni nini? Maombi nimekwambia ni kujiondoa kwenye kujipigania. Na ndio maana Yehoshafati alijua vita hii nikipigana mimi mwenyewe kwa akili zangu sitaweza. Ninamhitaji Mungu. Amen. Mwanadamu unamhitaji Mungu kwenye maisha yako. Amina. Kila ikapo leo, unapolala, unapoamka, kila wakati uko vitani kuisha Bwana. Yaani sitaki kulembalema, uko vitani, shetani na kuwinda mchana na usiku. Lakini ili ushinde kabisa Bwana vita yako. Na unamkabidhi. Unapoamka unasema, Baba, katika jina la Yesu. Maana yake unaamia roho. Baba, katika jina la Yesu, mfalme wa wafalme, Mungu uliye hai, wewe ndiye anza kumsifu. Unapoamka asubuhi, anza kumtukuza, anza kusema uzuri wake, namna alivyo, nguvu zake zilivyo, uwezo wake ulivyo, kama alivyomsifu Yehoshafati akamwambia, wewe ni mkuu. Tazama, wewe ndiye mfalme, hakuna mfalme mwingine, wewe ndiye muumbaji. Unapotamka hivyo, maana umehamia rohoni, ndio maombi yenyewe hayo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana.
funga, ongeza kuomba. Maana yake ni nini? Unakuwa umemkabidhi Mungu vita yako unayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, mtu wa Mungu. Haleluya. Usijipiganie mwenyewe. Kwa nini tunaomba? Jambo la pili, kwa nini tunaomba? Ni njia pekee ya kukusukuma kuingia kwenye ulimwengu wa roho. Maombi ni nini? Tunaweza tukasema ndio njia pekee ya kukusukuma kuingia kwenye ulimwengu wa roho. Ndio njia pekee ya kukusukuma kuingia kwenye ulimwengu wa roho. Watumishi wa Mungu, naomba niulize tena, ili jeshi la nchi tatu zilizokuwa zimeungana lilikuwa limekuja kwenye ulimwengu wa roho au kwenye ulimwengu wa mwili? Lilikuwa limekuja kwenye ulimwengu wa mwili kabisa, na linaonekana kabisa. Haleluya! Lakini maandiko yanatuambia waliyekuja kupigana naye, yeye alifanya nini? Alifunga na kufanyaje? Na kuomba. Kwa nini afunge na kuomba? Kwa maana anamaanisha hivi ya kwamba nimetambua ya kwamba hawa ni wanadamu waliokuja, lakini nyuma ya wanadamu kuna kitu kinawasukuma. Si mnaeleweka? Maana yake kuna shetani pale nyuma, na shetani hapigwi kimwili. Haleluya! Maana yake ninapaswa nimfuate wapi? Rohoni. Kwa hiyo kama ninapaswa nimfuate rohoni, njia ni ipi ya kupita kwenda rohoni? Ni lango ni lipi? Jamani, ili kanisa si lina mlango? Si wote tulioingia huko tuna mlango, tumepita kwenye mlango. Hata kwenye ulimwengu wa roho kuna mlango wa kuingia. Haleluya! Kama utaingia, kama utapita kwenye hilo lango, kwenye huo mlango kuingia kwenye ulimwengu wa roho, vita itakushinda. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba maombi ndiyo lango la kupita kuingia kwenye ulimwengu wa roho. Si linaeleweka? Yehoshafati alishajifunza, ni kanuni ya Kiyahudi, wanajua ya kwamba linalokuja kwenye ulimwengu wa mwili ukalitazama kwa jicho la tofauti, ukaona hapa nyuma kuna shetani, sharti na wewe umfuate shetani mahali alipo, maana haonekani. Yuko wapi? Kwenye ulimwengu wa roho. Na njia pekee walikuwa wanafunga na kuomba. Kwa hiyo kufunga na kuomba ni mlango wa kupita kuingia kwenye vita ya ulimwengu wa roho. Haleluya! Haleluya! Kwa maana nyingine ni kwamba mtumishi wa Bwana, mtu asikudanganye. Akikunyang'anya maombi, amekunyang'anya vitu vyote, amekunyang'anya kila kitu kabisa. Mtu akikunyang'anya maombi, amekunyang'anya kila kitu. Na ndio maana tazama namna ambavyo shetani anapigana na watu wa Mungu wasiombe. Anaweza kukuruhusu kusoma Biblia, anaweza kukuruhusu ukasikia. Yaani mtu hapa anaweza akasimama akasikiliza vizuri na haraka, mwambie ingia kwenye kuomba, dakika 5 iko chai. Kwa nini? Ni kwa sababu ndilo lango la kuingiza kupata mambo yako kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya! Bwana akupe roho ya maombi kwa jina la Yesu. Jioni ya leo wewe uliyekuja mahali hapa, Bwana akupe hiyo kiu ya maombi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Usiku uombe, asubuhi uombe, mchana uombe, kila wakati uombe. Maana yake unapoomba ukaomba, maana yake unakaa
Shetani ndio anayekontrol na aonekane, ili tumfuate mahali alipo Baba katika jina la Yesu Kristo. Haleluya! Ili tumfuate mahali alipo, lazima tujitoe kwenye kufunga, tujitoe kwenye kulianzisha tumbo, tujitoe kwenye kuomba, tuamke usiku wa manane. Hapo ndipo nguvu ya Kristo ilipo. Haleluya! Nguvu yetu iko hapo, mtumishi wa Bwana. Nguvu yetu iko hapo. Nimesema hivi, kuomba ni njia pekee inayosukuma kuingiza kwenye ulimwengu wa roho. Yehoshafati alijua ni vita imekuja, lakini sio vita ya kawaida. Hii ni vita ya pepo wachafu kabisa. Kwa hiyo ili niweze kushinda, lazima nitangaze kufunga na kuomba. Na walipoomba, Mungu aliwapigania. Tukasoma huko mwisho, Mungu aliwapigania kwa namna ya ajabu mno. Kwa sababu gani? Waliingia kwenye ulimwengu wa roho, mahali vitu vinapofanikia. Pata akili hiyo kwa jina la Yesu. Pata akili hiyo kwa jina la Yesu. Pata akili hiyo. Ni kweli na ninafahamu ni kazi kuomba Mungu wa Bwana. Ni kazi. Hata wakati mwingine, hata sisi wachungaji, wakati mwingine unasikia na wanasemaga hivi, unapojisikia kabisa, wakati unapojisikia uwezi kuomba, huo ndio wakati sahihi wa kuomba. Huo ndio wakati hata kama wewe, hata kama kabisa unasikia yani mwili umegoma, wewe inua kinywa tu, sema yani huo ndio wakati wa maombi huo. Wanasema wakati unapojisikia uwezi kuomba, hapo ndipo unapaswa kuomba. Haleluya! Wewe unajua vita yako hata usiku wa manane. Haleluya! Unajua vita unayopigana nayo usiku wa manane. Usiku wa manane unaamka kuomba. Haleluya! Wachache kabisa. Na usiku wa manane, rafiki yangu, nilikuwa nakufundisha hapo ndipo kwenye kwa sababu frequency za wanadamu zote zinakuwa ziko, yeye ndiye alikuwa anafanya kazi huko, na ndio wakati wa frequency ya maombi liko kufikia. Ukibatika mwezi mzima bila kukoma umeomba kabisa usiku wa manane, utaniambia yaani kuna kitu utashangaa kwenye maisha kinabadilika kabisa, kwa sababu hapo ndipo masaa yenyewe ya ufalme wa giza, ndio masaa yenyewe ya Mungu kutembelea watu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maombi, nimekwambia pointi ya pili hapo, maombi ndio njia pekee ya kukusukuma kuingia kwenye ulimwengu wa roho. Ili uingie rohoni, unapaswa ufanyaje?